Na nimesikia usiku wa kuamkia leo, cha kwanza naliambiwa kuna mtu ndani ya tumbo lake kuna kitu kama kimeoza, anaisikia na harufu mdomoni. Nikastaajabu, ni nini hiki? Akaniambia kuna kitu kinaendelea kutengeneza tatizo kwenye tumbo. Kwa hiyo utakaposhiriki meza ya Bwana, watoto wangu, anza kuombea hicho kitu. Ndani yako unaishi kuna kitu, na naambiwa hicho kitu kinaoza. Hicho kitu kinaoza, kwa kadri kinavyoendelea kuoza kinatengeneza tatizo ndani ya tumbo. Mungu kama uishivyo, ulivyoniambia usiku wa leo, mfungue wa mwanamke ambaye anaishi kuna kitu ndani, katika jina la Yesu. Hicho kinachooza ndani, hiyo damu iliyoingia ifanye vita majirani kwa jina la Yesu Kristo. Hali yoyote ambayo anaiona ndani kwa jina la Yesu. Nasikia kuna kitu ndani, hata yeye wanasikia harufu kali inatoka kwenye mdomo kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo damu imeingia ifanye vita popote alipo mtu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu msaidie huyu Jesus. Nimewambia nafanya meza ya Bwana kwa maelekezo. Nafanya meza ya Bwana kwa maelekezo. Na tutaenda kuomba kwa kila mmoja, damu ya Yesu ifanye vita. Damu ya Yesu ifanye vita. Nimeambiwa kuna kitu ndani kinaendelea kuoza kwa mwanamke mzee. Yeyote aliyeweka anajifungua usiku, hiyo damu imeingia, huo mwili umeingia, ufanye vita. Mlango wowote ambao umefunguliwa kwenye maisha ya mtu, haijalishi hiyo ndoto ni ya muda gani. Naona aliyeweka anajifungua, Lile mtoto haraka, mchukue mtoto haraka, kwa jina la Yesu Kristo. Huyo mwanamke, wewe uliyemfanya jifungua usiku, uliyepitisha hiyo nguvu ya kifo, huyo mwanamke, kwa jina la Yesu Kristo, Nazareti ni hai, mapepo yanayofanya kazi ulimwengu roho, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, na iachilie nguvu. Inua mikono juu, sema kwa Yesu. Hebu naomba mnionyeshe ushirikiano. Hebu sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kila agano lililofanyika ulimwengu roho kwenye maisha yangu kwa njia ya damu na mwili wa Kristo, kila agano linavunjika kwa jina la Yesu. Kila agano, kuna mtu naona kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Uliona huko uchi, umevaa nguo ya juu, huku chini umevaa kama tight, umevaa kitu chini ni kama tight, nguo ya ndani. Nasikia kuna aibu tayari ulimwengu roho. Mungu sio Mungu, lakini ukiona naongea kitu ambacho ni cha kwako, ndani unasema Mungu nisaidie. Kuna kitu nakiona mbele. Uliota umevaa nguo ya juu, huku chini uko katika hali ya aibu. Naona na haukuomba. Asubuhi ulipoamka ulikuwa tuna mambo mengi, haukuomba. Nasikia hiyo damu ya Yesu, damu na mwili wa Kristo vifanyike kwa vazi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Endelea kutamka. Unaona huyo ana imani. Tayari kuna vitu vinatokea. Endelea kutamka. Naona matumbo yaliyofurikwa. Naona watu wamelishwa vitu. Endelea kutamka. Damu ya Yesu ifanye vita. Damu ya Yesu ifanye vita. Kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ifanye vita. Endelea kutamka. Kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kutamka. Tamka damu ya Yesu ifanye vita. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana sema tena hapa. Damu ya Yesu ifanye vita. Kwa damu ya Yesu Kristo. Unaona wengine wanaanguka huko kule. Damu ya Yesu ifanye vita. Na hiyo ni nguvu ya Mungu sasa. Damu ya Yesu ifanye vita. Sio moja. Kila walipokuloga wanakuachia. Sio moja. Damu ya Yesu ifanye vita. Damu ya Yesu ifanye vita. Paka kule nyuma. Na hiyo damu inapita. Damu ya Yesu ifanye vita. Kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kutamka. Kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mwanamke unafunguliwa uzazi. Unafunguliwa tumbo la uzazi. Unafunguliwa tumbo la uzazi. Endelea kutamka. Naona tumbo linajaa gesi. Damu ya Yesu ifanye vita. Tamka. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana sema tena hai. Waumini mwema kini. Nasikia Mungu anasema natembea sasa. Kwa nini? Damu ya Yesu ifanye vita. Paka kule nyuma. Kwa jina la Yesu Kristo. Majini mahaba yanawaachia. Damu ya Yesu ifanye
ifanye vita inayomsaidia huyo kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ifanye vita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ifanye vita, damu ya Yesu ifanye vita, damu ya Yesu ifanye vita, damu ya Yesu ifanye vita kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuangalia kwa kuna mwanamke yuko katikati hapa, unafunguliwa na yule damu ya Yesu inafanya vita. Kuna mtu alikuwa na mahusiano naye kimapenzi, alikuwa ni mchawi, alikuwa ni mchawi. Endelea kuomba damu ya Yesu ifanye vita, na unarejeshwa, na unarejeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana sabete leo kila uchawi unaharibiwa. Wewe tamka kwa imani, tamka kwa imani, weka mbali heshima yako, weka mbali heshima yako. Damu ya Yesu ifanye vita, damu ya Yesu ifanye vita, wala bwana, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ifanye vita, ifanye vita. Paza sauti yako, damu ya Yesu ifanye vita kwa jina la Yesu. Kuna mtu anataka kuolewa na yule sura ya kiume, na yule sura ya kiume, na yule sura ya kiume inasema huyu ni wangu. Oh, unatoka, 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 unatoka. Damu ya Yesu ifanye vita, damu ya Yesu ifanye vita. Antemeko ya baba baba na somaso kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naona mwanaume anazuia mtu kuolewa, anasema ni wangu, kwa mganga wa kienyeji kwa jina la Yesu Kristo. Jina lako limepelekwa, jina lako limepelekwa kwa mganga wa kienyeji. Omba damu ifanye vita kwa jina la Yesu. Mzee wa kanisa, mzee wa kanisa, mchukue mtoto, mchukue mtoto huyu, mchukue mtoto huyu, anaitwa Maria Mungu. Endelea kuombea kwa maneno, endelea kuombea kwa damu ya Yesu ifanye vita, damu ya Yesu ifanye vita. Namuona mama mkwe, namuona mama mkwe, namuona mama mkwe pako anasema haiwezekani. Namuona mama mkwe, mshike huyo. Namuona mama mkwe, namuona mama mkwe anasema wewe mtoto unaharibu mambo yetu. Namuona mama mkwe, namuona mama mkwe kwa jina la Yesu. Huyo mama mkwe, hiyo damu ifanye vita, hata kutumia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kutamka, endelea kutamka kwa jina la Yesu. Unaona kwa huyo, namuona mama mkwe mchawi, mama mkwe mchawi, mama mkwe mchawi anasema haiwezekani, anasema haiwezekani. Nimesema damu ya Yesu ni silaha ya mwisho, ni silaha ya mwisho kwa jina la Yesu. Bwana zalete leo, Bwana zalete leo. Kuna mtu unapata maumivu kwenye kitovu, kwenye kitovu, kwenye kitovu, kwenye kitovu, kwenye kitovu, kwenye kitovu. Nasikia atamke kwa imani, atamke kwa imani. Damu ya Yesu inafanya vita, inafanya vita kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inafanya vita. Upako kwa jina la Yesu. Nionee macho yako, nionee macho yako kwa jina la Yesu. Tamka damu ya Yesu, damu ya Yesu ifanye vita. Msaidie mimi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naona nyoka, naona nyoka nyuma ya mtu, nyoka ya kijani imepewa uhalali na familia. Hata wewe kuna wakati unasikia kabisa ishara nyuma yako kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ifanye vita, damu ya Yesu ifanye vita. Huyu hapa, naona nyoka ya kijani, naona nyoka kwa jina la Yesu Kristo. Bwana zalete leo kwa damu ya Yesu Kristo. Naona nyoka ya kijani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mashetani yenye uhalali kwenye maisha yako, fanya vita, fanya vita, fanya vita kwa damu ya Yesu. Nimeandikwa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Bora baba bebe, meso meso kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ifanye vita, damu ya Yesu ifanye vita kwa damu ya Yesu. Kuna mwanamke mimba zimeharibika, ameharibikiwa na mimba mbili, ameharibikiwa na mimba mbili, ameharibikiwa na mimba mbili. Yuko wapi? Yuko wapi? Naona wadudu wa kipepo wako tumboni, wanasema hatutoki, wanasema hatutoki. Wakati ana waombea niliowaita hapa mbele, wewe uliyekaa kuendelea kutamka damu ya Yesu ifanye vita. Unaona nimeona sindano, mwanangu hapa amechoma sindano usiku wa kuamkia. Wengi wameota ndoto za kuchoma sindano. Kwa kuna vitu ambavyo mimi nikiwa macho hapa, Mungu atanipa taarifa tu. Endelea kutamka, sema damu ya Yesu ifanye vita. Sema damu ya Yesu ifanye vita. Sema damu ya Yesu ifanye vita. Damu ya Yesu ifanye vita. Endelea kutamka. Nani mwenye nyoka? Nyoka. Nikasikia nyoka. Nani? Sogea hapa. Kabla sijamwambia lao, sogea mbele. Lao rudi nyuma kidogo. Inua mikono yako. Simama tu hapo. Inua mikono yako. Inua mikono. Simama tu chini hapo. Inua mikono juu. Kuna kitu kinaenda kutokea. Nyoka ni shetani mwenyewe. Nyoka ni shetani mwenyewe. Na anafanya kazi kwa siri. Ili sio kwa kawaida. Sasa ninapoona maana Mungu anataka kutendua hayo matatizo. Oh Jesus, friends. Mabreno hojo. Nyoka wa kuzimu. Unamfuata mwanamke huyu na mwilini mwake umeachilia alama zako. Ninakuamuru kwa jina la Yesu. Ewe joka unayeacha magamba, unayevua ngozi,
unaharibu maisha ya binti, unaharibu maisha ya mwanamke, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, power kwa damu ya Yesu Kristo na kuamuru machi moja. Wewe naona unakuvalisha magamba ya nyoka, magamba ya nyoka, kuharibika ngozi, wanakuvalisha magamba ya nyoka. Hivi nimeweka mkono, inatoka hiyo hali, inakuachia sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, pokea sasa hivi, pokea, pokea, pokea sasa hivi, pokea, pokea sasa hivi, power kwa jina la Yesu, sasa hivi, sasa hivi, free. Nikiwa nakuombea wewe usiombe, nikiwa nakuombea, ukiwa nimekuja kwako, maana kuna mamlaka ya kimungu, damu ya Yesu Kristo, choka hato. Unayefuatilia hii familia, unayefuatilia familia, joka wa kijani, joka wa kuzimu, joka mwenye vichwa viwili, achia laka kwa jina la Yesu. Kila agano, every covenant, ninaharibu kila agano kwa damu ya Yesu Kristo. Ule joka unayefuatilia maisha, unayefuatilia ndoa, unayefuatilia, uliyetumwa kutoka upande wa mwanaume, uliyetumwa kutoka Moshi, uliyetumwa joka, power. Naomba maiki hapo, kuna kitu kimeapa. Alaka, naomba maiki. Wewe nani? Wewe nani? Naomba maiki alaka. Nani yuko stop? Wewe nani? Unataka nini? Wewe nani? Sitaki. Unayetuma roho ya nyoka. Haitoki. 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 Una uhakika? Asilimia ngapi? Zote. Asilimia ngapi? Haitoki. Haitoki roho ya nyoka. Sasa leo nitakuonyesha nguvu ya damu ya Yesu. Nitakuonyesha nguvu ya mwili wa Kristo. Mko ngapi? Mko ngapi? Mko laki mbili. Huyu ni mlisi. Na ananikataa. Kila nikimtaka ananikataa. Kwa nini unamshika kichwa? Unataka kumlizisha nini? Ni mlisi wa nini? Kuna vitu nimwambia Alisa ananikataa, mtoto toka amezaliwa. Kwa nini unataka kumchukua? Msitaki umchukue. Wewe baba nakuomba. Usimguse kichwa. Hichi kichwa mmoja. Muone niambia hata kama angekuwa ni baba yako mzazi. Mwache. Hana bwana. Sio maji yako hiyo. Unataka kumlisisha vitu. Ndio. Sasa leo analisishwa Yesu. Hakuna. Watoto wangu wote hayupo polisi. Ni yeye peke yake. Hawezi. Hayupo polisi. Hawezi. Watoto wengi lakini yeye peke yake tabia yake ni nzuri. Hawezi. Naomba mchukue. Wamekuja kumchukua mara ya kwanza. Nimekubali saleza. Mara ya kwanza walimchukua kuzimu. Kuna baba alije kumchukua hapa. Ukakubali. Anaitwa Labika. Akaja kumchukua kuzimu akakomboa. Ndio. 23 mwezi wa 5. 2023. Nikakubali. Kwa sababu alikuwa na nguvu za Mungu za moto. Nikamwachia. Ndio. Na wewe umerudi tena kama nabii. Wewe ni nabii. Nakufahamu. Nilishaikuona katikati ya chao. Uliona wapi? Wewe ulikuja kumwokoa mtoto. Tulikuwa wachawi 5. Mlikuwa wachawi 5. Wewe ulimpa vazi lako. Alivaa mtoto huyu. Akajishinda. Kwa nini unamchukua? Sasa unasemaje siwezi kama mlikuwa 5,000? 2,000 nafikiri watamshinda Yesu. Tumeongezeka. Tumeongezeka. Mko ngapi? Tuko milioni 2. Hatuwezi. Mko milioni 2. Hatuwezi. Hamwezi kukubali. Ndio. Sasa mimi nataka niwaonyeshe hata mngekuwa milioni 10. Yamkini. Yamkini nimekufa. Siwezi kumwacha mtoto. Yamkini umekufa. Sasa unajitamkia kufa. Nilishakufa, sio kwamba niko hai. Ulishakufa. Roho yako inaishi. Bado roho yangu inaishi. Sasa utakufa. Na simwachi mtoto. Nawaambia hivi vitu ukiwa mwilini huwezi kuelewa. Lau, punguza hiyo sound track kidogo. Balance mic. Kuna vitu vingi amebeba. Alikujaje hapa? Hapa. Ni yeye mwenyewe na akili zake. Kwa nini amumtoi hapa sasa? Huyu mtoto.
Nikwambia kweli. Huyu mtoto alibarikiwa toka tumboni kwa mama yake. Ana nguvu za Mungu toka kuzaliwa. Sasa kwa nini mnamngangania kama mnajua hicho? Huyu mtoto nilichagua mimi toka akiwa na miaka 4. Kwa nini aniache wakati mimi ni mlisi wangu? Damu siwezi kuiacha. Damu hizi nzuri. Huyu ni mwanangu. Huyu ni mwanangu, mniachie mimi, nataka nife naye. Huyu ni mwanangu, msimchukue. Mimi nimeteseka kuzidi huko. Mama yake naye hayupo, simuoni. Mama yake sijui alikoenda, tangia amekufa sijamkuta kuzimu. Na huyu mtoto kila mara anamtafuta mama yake hamuoni. Sijui mama yake amemficha eneo gani. Na anamtaka mama yake sana, sio mimi. Mimi amenichukia kabisa, taki kuniona. Jamani, msimchukue mtoto, nimebaki na mmoja tu. Na watoto 16. Huyu ndo amebaki mlisi. Ndugu yangu atalisi nani baba, usimchukue. Usimchukue na koma. Usimchukue mtoto. Wewe ulivyokuwa unachukua hivi vitu, si ni vya kwako? Hapana. Ni vya kwako, kwa nini mpe? Hivi vitu tunalisiana. Kwa hiyo ni wewe ulisi kwa nani? Mimi nilisi kwa baba yangu. Kwa baba yako? Ndio. Wewe ulikubali kulisi? Ndio. Sasa huyu hawezi kulisi. Kwa nini? Huyu amepokelewa, amempokea Yesu, amehamishwa. Leo nataka nikuonyeshe kwamba hutamuona tena. Ulimwengu wa giza hutamuona tena. Nitamtafuta kila ulimwengu, nitamtafuta, nitampata tu. Haijalishi utamweka maji gani, haijalishi utamweka damu gani. Huyu mtoto ni wangu, sitamwacha miaka yote mpaka kufa kwake. Wewe baba, mwache mtoto. Huyu mtoto ni wangu, usimguse kichwa. Usimguse kichwa. Usimguse kichwa. Amenikumbusha yule mdogo alisema chunga nisije. Sasa wamesema wako elfu ngapi? Elfu nane? Milioni 2. Ndio jua wachawi wana nguvu. Wako milioni 2, hawataki nimguze kichwa. Njoo, si mko milioni 2? Mimi niko na Yesu. Mnanijua? Mimi ni nabii. Mnanifahamu? Sasa kwa nini nasema kwamba haiwezekani? Mwegema hii. Kwa nini nasema haiwezekani? Wazo mzuri na komboa watu na watu wakuamini. Watu wote hapa wana 5% tu wanaokuamini. Wanaokuwepo wote hawaamini. Usione wanakutazama. Hawaniamini. Hawaamini baba yangu. Nini kinafanya wasiamini? Nini kinafanya wasiamini? Wamevamiwa na mapepo. Yamewashikilia. Nikuonyesha mfano. Nikuonyesha mfano ambaye amini. Nionyeshe mfano. Nionyesha mfano ambaye amini. Huyu ananitazama. Huyu hapa. Amini. 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 Haleluya. Unajua ndio maana unaona mimi huduma ninayoifanya hii. Kuna dada mmoja alikuwa na sali Moravian. Alikuja, alipofika hapo mlangoni hapo, anapotaka kuingia alipigwa na kizunguzungu. Wachawi walimkataza singie. Anasema alienda mpaka sokoni kule. Haelewi nini kimempata. Anarudi hapa ndio tunamaliza ibada ndio anaingia. Kwa ukiona unaingia kwenye lango hili, uwe na uhakika kuingia tu ni ushindi. Kuingia tu ni ushindi. Kwa sababu wachawi hawataki. Ingekuwa ni mahali tu naenda kwa amani ya Bwana, watu wangejaa hapa. Haleluya. Lakini nataka niseme kwa jina la Bwana, Bwana anaenda kuifungua Mbeya na apata kuwa na eneo la kutosha. Bwana anaenda kuifungua Mbeya. Bwana anaenda kuifungua Mbeya. Malango yanaenda kufunguka isivyo kawaida. Sasa narudi kwako. Wewe baba yake. Huyu mtoto sio wa kwako tena. Biblia inasema alituhamisha kutoka nguvu za giza. Ameshiriki damu na mwili wa Kristo. Biblia inasema yuko hai, sio kwako tena, yuko hai kwa Yesu. Kila aliyeshiriki damu na mwili yuko hai kwa Kristo, sio kwa wazazi, sio kwa wajomba, sio eneo lingine lolote. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba humwezi. Utakubaliana na mimi? Msogeze. Haya, damu ifanye vita. Damu ifanye vita. Nataka vichwa vya wachawi milioni 2 kwa jina la Yesu Kristo. Haya, toka nje. Toka nje, mtakufa. Mwachie haraka. Mwachie atoke kwenye hiyo shimo la uharibifu. Mwachie atoke. Mwachie atoke kwa jina la Yesu. Na unahesabia mpaka 11. Kila mlango uwe wazi. Mwachieni. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7. Hiyo roho ya nyoka iliyomiliki mwachie. 8, 9, 10. Toka nje. Mwachie. 11. Free. Blazo. Baba, katika jina la Yesu, nasikia mkomboe Noli na mkomboa kwa jina la Yesu. Joka wa kuzimu, una ajenda gani na uzao wa mwanamke? Una ajenda gani na kuuliza ulimwengu wa roho? Una ajenda gani na uzao wa mwanamke? Mwachie vitu. Mwe mnasimama nyuma, mwe mnasimama nyuma yake. Una ajenda gani naye? Haya, ondoka, na kata kichwa na kuteketeza na sikia mkomboe Noli kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Haya, haraka kwa jina la Yesu, haraka roho ya nyoka, haraka kwa jina la Yesu. Hiyo damu ifanye vita ndani, hiyo damu ifanye vita. Ameshiriki damu na mimi, ifanye vita. Ajenda na tumbo lake la uzazi, mlitaka kumuua kwenye uzao, Hey! Ni majasiri hao ukiwa huko Noli. Wakisema tuko milioni 2, muulize jirani yako. Si unaweza ukajiarishia. Tuko milioni 2. Lazima afe. Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako. Hiyo roho ya nyoka inamfuatilia na uzao wake kwa jina la Yesu. Haya, nakomboa nyota yake, nakomboa kibali chake, nakomboa uzao wake katika jina la Yesu. 1, 2, 3, 4 kwa jina la Yesu. Hebu kanisa sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kila uchawi unaharibiwa, kila uganga unaharibiwa. Tunamkomboa Noli na huyu mwanamke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anakufa. Okay. Tutawaua. Ngoja tumalize mchezo. Tutawaua wote. Wote lazima wafe. Haya, piga kelele toka nje. Wanakufa. Piga kelele toka nje. Wanakufa. Sitoki. Piga kelele. Sitoki. Utakufa. Sitoki. Na kutoboa macho. Sitoki. Natoboa macho. Piga kelele toka nje. Toka nje haraka. Kusanya kila kitu chako. Utakufa. Huu ni moto mwingine. Utakufa. Hiyo damu ifanye vita. Kwa jina la Yesu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Free. Mwachie, hiyo damu ifanye vita. Naondoa kila uzito, kila sura umemvisha kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo damu ifanye vita kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kuchanganya ile uchawi, na wachanganya kwa jina la Yesu, na wapiga upofu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Haya, mwachie haraka. Mwachie leo haraka. Kila mauti ya ghafla ambayo unaiandaa juu yake, ninaamuru katika jina la Yesu Kristo. Unaona? Sio yeye. Yaani kuna vitu ambavyo unaweza ukakaa na mtu mnacheza pamoja. Yaani wachau hapo baba. Sio yeye. Kanisa sema Bwana Yesu. Tunamrudisha leo. Hiyo damu ifanye vita. Sema Bwana Yesu. Hiyo damu ifanye vita kwa jina la Yesu. Hiyo damu ifanye vita kwa jina la Yesu. Hiyo damu ifanye vita
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna vitu Jesus. Macho ya rohoni ni wewe. Njoo wewe ni ngombe. Inua mikono Jesus. Sema damu ya Yesu ifanye vita. Inua tu mikono. Sema damu ya Yesu ifanye vita. Unarudisha heshima kwake ya kwamba Bwana, nakushukuru kwa yale umenitendea. Nakushukuru kwa ajili ya meza ya Bwana. Nakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako ametuombea. Nakushukuru kwa ajili ya kutufungua. Maana haya mambo ingekuwa ni huko upande wa pili, hawawezi kukusaidia isipokuwa ni Mungu peke yake ambaye yeye ni nuru. Kwa hiyo unapotoa sadaka shukrani, unamtukuza Mungu, unamtukuza Mungu. Endelea kuja kutoa, wewe unaisikia hicho kitu ndani. Usiondoke na hiyo sadaka shukrani ikiwa unasikia ndani. Simama nyuma yake. Roho ya mapoza, mwachie mwanamke haraka. Haraka. Hivi ninavyoongea. Unaona, huyu amemtupia kupoza pande mmoja. Sasa tunaposema mshukuru Mungu, unashangaa. Wewe unashangaa, mwachi. Kuna kitu kinafanyika, mwachi. Hivi vitu unapata wapi? Uende hospitali, watakwambia kumwona daktari 20,000. Na umerogwa, Mungu anakuponya. Unaweza kuona 1,000 yako ni ya thamani au 2,000 kumshukuru Mungu. No. Tunajua ujifunze kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu, na utamkia upande huu, hiyo roho ya mapoza na ikataa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ya hai. Na mtoa kwenye ile agano la kupoza. Na mtoa kwenye ile agano. Sijajua hata kevi unafanya nini. Na mtoa kwenye ile agano la kupoza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya hai. Uliyotuma ile agano la kupoza, roho ya kiganga hiyo kaa upande huu. Haraka hivi ninavyoongea, kusanya kila kilicho chako. Na kataa hiyo roho ya kupoza. Mwache. Kuna kitu hapa anarudishiwa. Huyu alishambuliwa upande mmoja. Jesus my Father. Manto Frenso. Ndio maana niliona sindano, watu wanachoma sindano. Ulimwengu roho, nimesema sindano za mapoza. Unaona, kumbe kutoka majuzi amepoza upande mmoja ufanyi kazi. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana Sameta ya hai. Haraka kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya mapoza, piga kelele toka nje. Haraka, utakufa. Ewe mchawi mwanamke, ulijifunga kilemba cheusi. Naenda kinyume na hiyo ilisi. Naye na maiki ziendelee kweli. Haraka kwa jina la Yesu. Naona mchawi mwanamke amejifunga kilemba cheusi. Wachawi watukuli ambao mmemjia mwanamke, mmepandikiza hiyo roho kwa jina la Yesu. Hivi ninavyoongea, haraka hiyo roho ya kupoza, huu upande uliopoza, pokea nguvu. Haya nakurejeshea wewe uliyesababisha hali. Piga kelele toka nje. Haraka utakufa. Huu upande huu. Mimi ninataka pozi. Roho ya mapoza. Touch. Joka uliyekaa ndani. Touch. Unaona? Hawezi kushika chochote huu upande. Damu ya Yesu ifanye vita. Touch. In the mighty name. Touch. Hakuna kupoza. Na ikataa hiyo roho ya kupoza. Waliokutumia huko kupoza na kataa. Kwa jina la Yesu. Imeandikwa hakutakuwa na mapoza. Jesus. Anaitwa jina lake kabisa. Achana na mwambie. Faraja. Tena na jina la mtoto wangu kabisa. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya Faraja, safari aliyoenda nyumbani ambayo alilogwa
wakafanya apoze huu upande, inamwita faraja. Na tengua hilo agano, damu ya Yesu aliyoshiriki ifanye vita katika jina la Yesu. Viungo vipokee nguvu, mwache viungo vipokee nguvu, pokea nguvu kwenye kila kiungo. Haukuumbwa ukiwa umepoza. Hiyo roho iliyokutupia kupoza na ikataa. Pokea nguvu. Power. Mwinue, unaliangaliaje wewe mchawi? Mwinue juu. Mimi ndio na mikogo zaidi yako. Ananikata jicho. Ndio tukatane hapa macho. Mleta kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamuru hiyo roho ikurudie. Hebu kanisa sema hiyo roho imrudie huyo mwanamke mchawi mara 7. Hiyo roho imrudie huyo mwanamke mchawi mara 7. Huyo mwanamke aliyejifunga kilemba cheusi kwenye migomba, anayetamka maneno kwenye chupa ya soda kwa jina la Yesu. Basi nimetoa siri. Unaona anafanya hivi. Soda ndio mlimfanya ni huyu faraja eti. Sema wapigwe kwa jina la Yesu. Sema haijalishi wako wangapi, wapigwe. Huyu kweli alikuwa amepoza, walimpiga pepo hiyo. Sasa ndio uone kama Mungu hayupo. What's happening? Haya, tunakubaliana. Aidha unataka hautaki, lazima ukubali sharti moja la kujua ulikosea kufanya maagano juu ya faraja. Kwa jina la Yesu Kristo na kunyosha mkono, nitakapogusa hicho kichwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, na mrudisha faraja ulimwengu wa roho. Mwachi. Pigie Yesu makofi mengi. Naomba sasa nimalize ibada. Haleluya. Naomba nimalize ibada. Mdogo yule ni mwanzo ni. Haleluya. Toka nazaliwa. Ana umri gani? Joma. Anaitwa Neema. Anakaa. Mashamba. Kakai. Dabuta huyo mchukue. Amini sasa damu ya Yesu imewatoa. Haleluya. Tumeanza kukumbuka ndani ya maombi. Kila makofi imepiga. Mimi yangu umetoa sadaka ya shukrani. Bwana sifiwe. Haleluya. Na kesho nina safari. Haleluya. Kesho nina safari. Na mkutano naenda Dodoma. Niwaambie tu. Sawa, katibu Isabeti. Nitarudi Jumapili, niombee. Kama nitakuwa kule, tutairisha maombi yale. Tutafanya Jumapili. Sawa? Sema amina. Jumapili nzima ya Bwana sifiwe. Haleluya. Lakini siombe kibali cha safari kisiwepo. Si niende jamani? Niziende? Katibu niziende? Jumapili? Sasa nitatoka kule saa ngapi? Mkutano unaisha Jumapili. Au niziende? Mamesha unasema? Niziende? Aya, basi sitaenda. Nasema washirika wamenikataa zaidi. Mungu pia amefurahi yote. Baba, katika jina la Yesu, hiyo damu ifanye vita. Kichwa mashambulizi. Wachia mwanamke. Power! Wacheni arudi kwenye maombi. Hii ni vita ya utumishi. Katika jina la Yesu. Bwana sababu tabia hai. Muombe sana mke wako, ana utumishi ndani.
wa maombi. Sasa wewe unajiombea pia, unaombea wadada wengine hapa kwa bidii, unamwombea unajua kwetu tunawaacha geti. Mimi wangu nampiga pawa. Penda sima pawa. Leo ni Jumapili ya muhimu ya kumpa Mungu muda. Haleluya. Haleluya. Unajisikiaje sasa hivi? Naomba mic tafadhali. Unajisikiaje sasa hivi? Unasikia vizuri? Unasikia tena hali ya kupoza? Unasikia umepona? Kuna ushirikiano huko hamna. Kulikuwa hamna ushirikiano kabisa. Ndio. Sasa hivi unaweza kubeba hata mtoto. Unajisikia vizuri? Inua mikono yote juu tena. Shusha tena. Inua tena. Shusha tena. Unaona kabisa uko sawa. Baba, kwa jina la Yesu, damu ya Yesu Kristo, hakuna kitakachorudi tena. Hiyo usiku amelala, hiyo asubuhi ameamka, yeye na watoto wake, kwa jina la Yesu Kristo, naiachilia nguvu na naiachilia neema juu yake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Kunywa maji haya. Mungu akubariki. Mwambie jirani yako, huyu ni Yesu.